Mkuu wa makampuni binafsi ya ulinzi na polisi wasaidizi Tanzania, Naibu Kamishna wa Polisi Orich Matei, amezitaka kampuni binafsi za ulinzi zilizopewa silaha kuacha tabia ya kuazimana na kampuni zingine au kuazimisha silaha hizo baina ya walinzi, kwani kufanya hivyo ni kosa kisheria. Akizungumza wakati wa mkutano wa shirikisho la vyama vya sekta binafsi ya makampuni ya ulinzi Tanzania, Matei ameeleza kuwa bado kuna baadhi ya watu ambao hawafahamu vizuri taratibu za kumiliki na kutumia silaha. Hivyo ameahidi kupeleka wataalamu watakaotoa elimu kwa makampuni ya ulinzi kuhusu matumizi ya silaha. Umezungumzia swala la mafunzo kwa umiliki wa silaha, pia na mimi nikasema ni hivi karibuni tu nitaleta wataalamu wale wa silaha kwa ajili ya kuongea na wakurugenzi wetu wa miliki wa silaha, kwa sababu huko nilikopita kuna baadhi ya watu inaonekana pia hata utaratibu ule wa kumiliki silaha kwao hawajui. Tuna wataalamu wako makao makuu hapa, nimeshaongea na maafande wangu wakaniambia wako tayari pia kuongea na wakurugenzi hao pale ambako tutakuwa tumepata. Lengo ni ili tupunguze uvunjaji wa sheria hizi za kunani. Tunapofanya kazi zetu za ulinzi ni pamoja na kutimiza sheria za ulinzi na usalama za nchi. Sasa sije katokea mtu anakuwa na silaha ya Matei anaenda anampa mwenyekiti anaitumia kwenye lindo lake. Taratibu wetu haukubali hivyo. Mimi ni kampuni yangu, silaha za kwangu zinaenda kwenye kampuni yangu. Hivyo utaratibu. Lakini hii ya kuazimisha nimeenda kumwazimisha yule anafanya, hapana. Hilo jeshi la polisi alikubaliana na vitu vya namna hii. Vyama vya Tamaska na Ukuta vilikaa pamoja na kuona umuhimu wa kuanzisha chombo cha pamoja kinachoitwa Shirikisho la Vyama Makampuni ya Ulinzi Binafsi Tanzania. Lengo kuu la shirikisho hili ni kuunganisha vyama vyote vya sekta ya ulinzi binafsi nchini ili kuwa na sauti moja ya pamoja katika kuwasilisha mawazo, changamoto na mapendekezo yetu kwa serikali na wadau wengine wa usalama. Ndugu mgeni rasmi, wakurugenzi wa sekta binafsi wa kampuni za ulinzi nchini wanategemea sana ushirikiano wako na jeshi la polisi kwa ujumla, hasa kwa kuzingatia kwamba jeshi la polisi ndilo lenye mamlaka ya kutoa vibali vya kuendesha shughuli binafsi za ulinzi. Ushirikiano huo utaendelea kuwa nguzo muhimu katika juhudi za pamoja za kuimarisha usalama wa raia na mali zao.